unaota ndoto za mpira tu, maisha yako iwe ni mpira, Mungu wako ni mpira. Ndio ona leo imewashughulisha vijana wengi kwa ujumla. Katika gazeti ya Nation mwanzo wa wiki 2 iliyopita ilileta habari ya mchezaji mmoja ambaye anacheza katika nchi ya Spain. Huyu mchezaji anaitwa Ronaldo, anachezea timu moja wapo kule Spain. Huyu mchezaji analipwa dola milioni 80 kwa wiki, dola milioni 80 kwa wiki. Sifikiri kama kuna rais wa nchi duniani analipwa kama anavyolipwa mchezaji huyu. Unaambiwa yule mchezaji wa chini kabisa, mchezaji wa chini ambaye mara nyingi anakaa kwenye benchi, hachezi, hapewi namba, mshahara wake wa mwezi nzima ni sawa na mshahara wa mbunge mmoja hapa Kenya ya miaka 5 katika nchi za Ulaya hizi na mpaka nchi za Arabuni. Mshahara wa mchezaji mmoja ni sawa na mshahara wa mbunge mmoja ya miaka 5. Unaambiwa kuna baadhi ya marais wa nchi duniani wakusanyike marais 5, 6, 7, mshahara wao wote ndio ilinganishwe na mshahara wa mchezaji mmoja. Lakini swali ambayo inaikuja hapa, kwa kazi gani? Nini kubwa ambaye anachofanya huyu kijana hata alipo pesa zote hizi? Nini kubwa? Kwa sababu ya kupiga free kick? Kwa sababu ya kufunga gol? Kwa sababu ni hodari sana katika midfield? Kwa sababu anajua sana kupiga kona? Nini kubwa? Wanazo sababu nyingi sana ambao wanazitoa hapa. Wanasema kwamba ni kwa sababu wanapata faida nyingi mchezaji anapokuwa pale na vitu kama. Lakini leo katika uwanja wa michezo wa mpira, mechi ya mpira inakwenda kwa jina za wachezaji. Mtu yeyote akishasikia mchezaji fulani anacheza leo, siku hiyo Muislamu yuko tayari kuacha sala, yuko tayari kufunga kazi yake, yuko tayari kuacha majukumu yake. Hii mpira haifai kumwacha, haifai kumkosa. Ndio unaona unapomlipa pesa zote hizi pamoja na faida ambao watapata wao, wanajua ya kwamba huyu mchezaji mmoja huyu anaitwa Ronaldo mfano, atawafanya Waislamu wangapi waache sala, atawaweka binadamu wangapi mbali na Mungu wao. Leo imeshaonekana yote haya. Kwa hivyo wanajua huyu ataeneza sumu kiasi gani, ndio maana wanamlipa pesa zote hizi. Ndugu Muislamu, haya si masala ya michezo, ni masala zaidi ya michezo. Ndio unaona mwaka 1969 timu ya Honduras na El Salvador walipigana vita haswa. Tena ilikuwa sio mchuano wa World Cup, ni mchuano wa kufuzu kwenda World Cup, na watu zaidi ya 100 walifariki. Hatuna nafasi ya kuelezea namna ilivyoanza, ilikuwaje. Ukiangalia nchi ya Misri na Algeria, Waislamu hao, mpira mpaka watu wanatangaza uadui, watu wengine wanakufa, makazi yao yanachomwa, wanafunga ubalozi. Nini? Kwa nini hao Misri alafu eti wanatuka nao, wanasema bwana wa Misri hawa ni watu ambao wana chembe chembe ya Firaun. Waislamu wanawaambia hivi, Waislamu wenzao. Wa Misri nayo wanawajibu, wanasema lakini nyinyi hamna lugha fasaha. Wala haula wala quwwata illa billah. Mambo ni